Umeona hawa wanaotia tumbaku sehemu za siri, wahuni wale, wahuni enye. Baadhi ya wanaume zangu mtakufa kwa kupenda mambo. Mungu atunusuru tusipende mambo mabaya. Siku utakuja kusikia utupu unakwenda chafya, ndio utapokwenda mbio. Haya lazima tuyaseme. Tumegundua wanatumia tumbaku. Sasa niulize wewe, hizo tumbaku wanatumia wapi? Niulize, usinione tabu. Sio niseme kitu alafu wewe unaachie tu. Tumbaku bwana siku hizi zinakuisha kwa wingi, na tumbaku ni haramu. Tumbaku haramu. Tumegundua tumbaku inakuwa sasa hivi ina wateja wengi, na hususan wanapenda zile tumbaku zinofanywa na wale ndugu zetu wa Arusha, zinosokotwa kwa plastiki ile halafu ikawekwa pale. Wanasema zile kali zaidi. Leo tutafumuliana baadhi ya mambo, wewe usione raha tu. Mwanamke anajua kwamba jambo lake hivi sasa hivi yuko katika hedhi, yuko kwenye hedhi, basi ili kujiweka starehe, ili aje mstarehesha hawara wake, mzinifu mwenziwe, mchafu mwenziwe, muhuni mwenziwe, anasema itakuwaje na mambo yashaharibika. Wakati kwa mke hawezi kukufanyia hivyo. Si mke ingelikuwa halali kwenye ndoa zetu bwana wewe. Na ndio maana ukaambiwa uongeze wa pili ili vipi? Upate ile nafasi. Leo huku kumeharibika, unakwenda huku. Jambo hili linawauma, hata kuna baadhi ya wanaume huumia ukiwaambia hivi. Mke wangu mimi mkali. Na maana basi fuga na mbwa wawili, mke mkali na mbwa mkali. Tujue kwamba una mtu mkali na mbwa nyumbani hakujiki. Tuelewe hivyo. Tuelewe moja kwa moja. Ajabu fo. Tena mtu karidhia. Mke wangu mimi mkali. Karidhia. Shekhe wewe uko wapi? Jikaze. Hatari. Mke wangu mimi anaongea wewe. Hata anaongea ndio nini? Mke wangu mimi akiongea ukai. Kwa hiyo tumbaku mabwana, tumesema tumbaku haramu. Kwanza tumbaku ina madhara 60. Kama mtu ndo anaona yeye anatulia nyoyo yake kwa sababu ya ulaji wa tumbaku au dawa za kulevya au bangi au viroba au mirungi, vyote vilevi, au sigara, vyote vilevi. Kuna watu wako tayari wakose tumbaku, wakose chakula lakini wapate tumbaku. Naingia kwenye tumbaku. Inatumika vipi kwa wanawake wahuni? Ndio sie tukisema anatukashifu, na kukashifu ni mie. Leo nakupeni ukweli, muache mnawafanya. Baadhi ya wanawake mnawatia kashfa, mpaka wanawake wenzenu wanakata damu za hedhi kwa kutumia tumbaku. Ndio. Na mtu yoyote atakayemwingilia mkewe kwenye hedhi anatafuta maradhi kabisa. Ukimwingilia mke ndani ya hedhi, unatafuta maradhi na mabalaa. Na ndio maana haya maradhi ya milipuko, usijui ya kuambukiza, ukimwi, sijui gonoria, kaswende, sijui pangusa, sijui kata, yote yanatokana na zinaa. Kwa sababu wengine hawatostahimili yatakapoharibika huku mambo. Zamani walikuwa wakikamulia ndimu. Anakaa namkuta mwanamke katulia ananunua ndimu, zilikuwa ghali sana ndimu, ghali sana. Kuna kipindi zilikuwa ndimu ghali. Sisi tunasema labda zinatumika kwa supu sijui nini, kumbe kuna supu nyingine inatengenezwa. Mwanamke unamkuta anakatia hivi, anakamulia. Na alipokuwa muhuni, kwa sababu ile inauma, unamsikia maana yuko tayari afe kwa uhuni. Tayari kwa kweli. Halafu tukiwaambia hatumii maneno mazuri. Sasa yanofanyika si mazuri, nitumie maneno gani?
Niseme vipi? Hebu nifundisheni nyie, hebu naambieni niseme vipi? Mtu anajikamulia sehemu ya siri, anajikamulia ndimu, niseme vipi? Niseme anakuna nazi au? Ajabu. Na ushangaza watu wengine, tena wengine mashehe hapo, yule hana lugha nzuri. Lugha gani unataka niipitishe hapa? Hapa bana lugha gani? Ya ambao ulizungumze lilivyo atuache. Lugha gani unataka wewe? Mzungumze kimakonde au vipi? Bana we, haya mawaidha mtu kama hata kuyasikia na asiyasikie, lakini sisi tushasema. Ndio hivyo. Hatuna kipimo chengine cha kusema. Kila mmoja anasema kadiri alivyoweza. Kama mtu anaweza na yeye, sisi tushafanya utafiti kwamba hayo mambo yanafanyika. Sasa na wewe ukiyaona, sema hivyo unavyotaka wewe. Uambie watu kwa uzuri. Jamani, msijibinye binye, msifanye hiyo. Waambie uzuri wapate kuelewa, watakuelewa wapi? Na hujawatajia sana alolifanya. Waambiwa bwana. Kabisa. Wanakamulia ndimu bwana. Sasa wengine tumegundua wanatia tumbaku. Kwenda dukani, nipe tumbaku. Ukimwona mwanamke kajikaza bonge la bibi, na kuna bania mingi, nipe tumbaku. Wakati wengine hutuma watoto wale wakaona vibaya. Wewe mtoto, kanunulie tumbaku pale. Kwenda pale ananunua tumbaku. Anakuja nayo, anakwenda zake chooni. Ndio maana muda mrefu anachukua mwanamke chooni.